Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 24, siku ya Jumanne. Mada inasema karamu ya Belshaza. Baada ya mji wa Ninawi kunyenyekezwa miaka 612 kabla ya Kristo na jeshi la muungano lililojumuisha Wamedi na Waajemi wakiongozwa na baba ya Nebukadreza, mji wa Babeli ulipata uhuishwaji ambao mji huo haukuwa umeona tangu siku za Hammurabi, mtoa sheria wao mkuu. Chini ya Nebukadreza, ambaye sasa alikuwa huru dhidi ya uvamizi wa Waashuru, mji wa Babeli ulikuwa katika utajiri na mvuto hadi kufikia hatua ambayo mataifa jirani hayakuwa na chaguo ila kukubali kwa kinyongo utawala wake. Alikuwa malkia wa ulimwengu na mataifa yaliyotaka kustawi yalitangaza uaminifu wao kwake. Wakati huo huo, kwa kadiri tuwezavyo kusema, Nebukadneza alikufa kama muumini, akikiri kwamba Mungu wa Danieli kwa hakika ndiye mtawala halali wa mataifa yote. Danieli sura ya 4 ya 34 hadi 37. Simulizi linalofuata analolitoa Danieli ni lile la mrithi wake Belshaza, aliyekuwa kaimu mtawala badala ya mfalme. Soma Danieli sura ya 5 ya kwanza hadi 31. Ni ujumbe gani muhimu wa kiroho tunaoweza kuchukua kutoka katika simulizi hili? Ni nini hatimaye kilimkosesha Belshaza? Yumkini sehemu ya kusikitisha zaidi na yenye kuhuzunisha zaidi katika simulizi hili inapatikana katika Danieli sura ya 5 ya 22. Baada ya kumweleza mfalme juu ya anguko na kurejeshwa kwa Nebukadreza, Danieli anamwambia, na wewe mwanawe, Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua hayo yote. Yaani, ingawa alikuwa na fursa ya kujua ukweli, ingawa huenda hata alishuhudia mambo yaliyompata Nebukadneza, alichagua kupuuza matukio hayo na badala yake akachukua uelekeo ambao ulimletea mtangulizi wake taabu nyingi sana. Kama Nebukadneza alivyofanya kwa kusimamisha sanamu ya dhahabu, Belshaza alikuwa akikaidi waziwazi kile ambacho Mungu wa Danieli alikuwa ametabiri. Kwa kutumia vyombo vya hekalu kwa njia ya kufuru, Yaelekea alikuwa anasisitiza ukweli kwamba Babeli ilikuwa imewashinda Wayahudi na sasa ilikuwa inamiliki vyombo vya kidini vya Mungu wao. Kwa maneno mengine, bado alikuwa na mamlaka juu ya huyu Mungu ambaye alikuwa ametabiri kuangamizwa kwao. Kwa hakika lilikuwa tendo la ufidhuli kabisa. Ingawa Belshaza alikuwa na ushahidi wa kutosha kabisa, uthibitisho wa kujua vizuri zaidi, alikuwa na ufahamu wa kutosha kujua ukweli. Tatizo badala yake lilikuwa moyo wake. Katika siku za mwisho, wakati zahama ya mwisho inapotokea duniani, watu watapewa fursa ya kujua ukweli pia. Kinachoamua uchaguzi wao, kama kwa Belshaza, kitakuwa mioyo yao. Hii ni Juni 24, siku ya Jumanne, mada ikisema karamu ya Belshaza. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.